Beti nakupenda. Baba nakupenda. Betina, hiyo nyimbo alikufundisha nani? Mbona nzuri sana? Alinifundisha mama yangu kipindi mdogo. Nyimbo nzuri sana hii. Yaani mamako ana upeo, alikuwa mwimbaji nini? Hapana. Baba, mbona kila siku unanidanganya kama mama aturudi lakini harudi? Betina mwanangu, mama yako lazima atarudi. Na unajua kwamba mama yako alienda kukununulia zawadi. Zawadi ya gauni. Ewa, atakuletea magauni mengi. Yamejaa kwenye begi. Sana. Lakini baba, au mama anipendi? Hapana Betina mwanangu. Yaani katika ulimwengu hakuna mtu ambaye anayekupenda zaidi ya mama yako. Mama yako anakupenda sana na bado muda mfupi sana, bado muda mdogo kuonana na mama yako. Lazima utaonana naye na atakuja kukuchukua, na hata kuchukua peke yako, najua lazima na mimi atakuja kunichukua. Sawa. Baba nakupenda. Beti nakupenda. Baba nakupenda. Beti nakupenda. Baba nakupenda. Beti nakupenda. The daughter of madness, born from chaos. Dada Nuru huyo. Jamani, dada huyo. Mambo? Poa, shikamoo. Marahaba, mzima? Mama yuko wapi? Hayupo. Jamani, na huyu njoo. Jamani, marahaba, mambo? Poa. Mzima? Mama yuko wapi? Hayupo. Ameshatoka tayari. Haya Nuru, huyu ni nani? Huyu ni rafiki yangu. Rafiki yako. Anaitwa nani? Anaitwa. Ngoja kwanza. Manuru. Nimefika hapa. Nimemkuta Nuru na rafiki yake. Ndugu yangu. Na amesema haupo. Mimi huwezi kunikuta kwa kweli. Na haraka hizo. Nadhani ilikuwa bahati leo kuonana. Nije tu siku nyingine. Hamna shida ndugu yangu. Haya poa. Sasa watoto wangu wazuri, mimi naondoka. Mama si hayupo? Mimi naondoka zangu. Mmekula ice cream? Hamjakula? Shikeni hapa, mtanua ice cream, alafu mtagawana. Sete? Haya, nawapenda. Asante. Kwaherini The daughter of madness. Asante, lakini siwezi kukaa hapa jinsi hali yangu jinsi ilivyo. Haina shida, we karibu tukae tuzungumze. Usikae hapo chini. Nilipata ujumbe kwa Beti. Aliniambia kwamba unaniita. Nimekuja kuitika wito wako. Ni kweli. Yaani nia ni kukuuliza kwamba vipi kuhusu Beti shule. Wewe unafikiriaje hilo? Beti shule ataenda. Lakini nasubiri asogee anyanyuke awe mkubwa kidogo ili niweze kumpeleka hata Memkwa. Kwa sababu hali yangu ya uchumi haijakaa sawa. Mzigo sijautoa. Yaani umpeleke Memkwa? Jamani, yaani mtoto yule ameshakuwa, umsubiri tena akue zaidi ya pale, aende sui Memkwa. Kweli Babeti? Mbona shule zipo nyingi za kipato cha chini kabisa? Yaani huwa ni kipato kidogo na maandalizi kidogo ya mtoto kwenda shule. Tatizo kipato. Kipato changu kidogo sana. Kwa hiyo kipato changu kinaweza kwenda kumpeleka Memkwa. Yaani shule bado. Mimi nitagharamia vifaa vyake vyote vya shule. Kuhusu uniform, madaftari, begi, vitu vyote.
nitagharamia mimi. Kweli Mama Nuru? Unamzungumzia mwanangu mimi au kuna mtoto mwingine? Au nimesikiaje? Jamani Babeti, mimi namzungumzia Beti. Isitoshe Beti nampenda sana. Mama Nuru, Mungu akuweke Mama Nuru. Kwa sababu hiyo ndio mtoto ambaye nilikuwa naitegemea mwanangu afikie malengo ya kusoma shule. Mama Nuru, Mungu akubariki sana. Jamani usijali basi Baba Beti, naomba ukae. Yaani siamini. Mimi nakuelewa. Mbona hivyo ni vitu ambavyo mimi naweza kuvimudu. Sio vikubwa sana mimi kunishinda. Nashukuru sana Mama Nuru. Hata mimi pia mwanangu nampenda sana. Na nahitaji afike malengo ambayo zaidi hapo ninapofikiria mimi. Mungu akubariki sana. Asante. Alafu, si umeshakubali? Nimekubali mwanangu kwenda shule. Basi ninaombi jingine. Lipi? Nilikuwa naomba Nuru aje aishi na mimi hapa. Si unajua tena yule ni mtoto wa kike, anaenda shule, anahitaji maandalizi. Na mimi niko peke yangu. Mama Nuru, hilo swala kidogo ni ngumu. Na kukaa mbali na mwanangu pia ni changamoto. Nimeshazoea kukaa naye karibu, furaha yangu ile, upendo wangu ule, kwa hiyo huwa ananipa faraja pia. Nakuelewa. Kwa sababu wewe ni mzazi, naelewa kabisa kwamba huwezi kukaa mbali na binti yako. Sasa tufanye hivi, kwa sababu mimi na wewe unanifahamu vizuri, mimi nakufahamu vizuri. Ndio. Kwa nini sasa msije tu wote mkaishi hapa? Hapa niko peke yangu. Nuru nishampeleka shule. Kwa hiyo itakuwa vizuri. Beti atakuona na mimi ataniona. Sawa Mama Nuru. Hilo nimelipokea, ila labda nikalifikirie kwanza. Nikishapata majibu nitakuja kukurudishia majibu. Sawa, hata hapo uliposema utanifikiria pia mimi nashukuru. Sababu hata ule utata umeondoka. Sawa, sio umelingine? Hapana. Nashukuru. Wacha. Usijali binti yangu, utakuwa sawa, umesikia? Sawa baba. Mbona unasikia mwili unachoka sana? Ndiyo, najisikia kuchoka. Usijali, utakuwa sawa. Natoka naenda kutafutia chakula pamoja na dawa. Utakuwa sawa, umesikia? Baada hapo utakupeleka hospitali. Umesikia mwanangu eh? Narudi sasa hivi, umesikia? Sasa kurudi. Usijali, utakuwa sawa. Toka hapo utaenda hospitali, na kitu utakuwa sawa, umesikia? Sawa baba. Natoka sasa hivi narudi. Kila asubuhi machozi na yaficha ndani, maswali mengi, majibu hayapo kwangu. Mama Betina yupo nyumbani kwa anaumwa, yupo mwenyewe nje mama. Twende tukamsaidie. Babake hayupo? Hayupo mama, twende. Kila asubuhi machozi na yaficha ndani, maswali mengi, majibu hayapo kwangu. Ukali wako unikata kama visu vya maneno, hujali navyohisi, mradi mkono wangu toe. Ninapigania familia, si sifa wala shukrani. Dada, habari? Samahani dada yangu. Habari? Salama. Samahani kama nitakuwa nimekukwaza. Amna, usijaribia samahani. Dada yangu, nina shida. Shida gani kaka? Na binti yangu ana hali mbaya sana. Anaumwa, hajiwezi.
Yaani amekuwa tu ni mtu wa kulalamika tumbo, mara anageuka anazunguka. Yaani mpaka saizi bado sijajua. Dada yangu, naomba unisaidie kwa sababu huyu ndio furaha yangu, binti yangu mpendwa. Sina binti mwingine zaidi ya huyu ambaye ninayemtegemea. Naomba msaada wako. Chonde. Na kama uniamini, tunaweza tukaongozana wote ili uende ukamuone jinsi anavyohangaika, jinsi anavyopata tabu. Samahani dada yangu, naomba unisaidie. Usijali kaka. Pole. Asante. Ameweza kuumwa sasa na muda gani? Toka jana usiku, yani amekuwa ni mtu wa kulalamika, mara aende kushoto kulia. Yaani nimevurugwa mamangu, nimevurugwa. Pole kaka, pole, usijali. Kweli dadangu. Chukua. Asante sana. Usijali. Hapana, usipige magoti, inuka. Ngoja niwashe. Mpe pole. Usiku umenikalia kifua, machozi hayalali. Ninakutazama mwanangu, usingizi wako unanichoma ndani. Kwa unajisikiaje mwanangu? Najisikia baridi na nasikia mwili unaisha nguvu. Leo ni siku ya ngapi unajisikia hivi? Siku ya 3. Baba alikuleta hospitali? Hapana. Kuna dawa yote wewe umetumia? Hapana. Usijali, sawa? Utakuwa sawa. Ndio maana daktari amekuchukua vipimo. Utakuwa sawa. Nisikie, eh? Nuru mwanangu, ukae na mwenzako hapa. Nakuja sasa hivi, sawa? Naenda kwa daktari, nakuja sasa hivi. Pole Bettina, utapona. Asante. Betty! Sikuachi kwa sababu sikupendi. Betty! 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 Nakuacha kwa sababu sina namna ya kukulinda. Bettina! Betty! Mwanangu. Betty! 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 Taratibu kukuacha. Betty! 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 Nimepiga magoti. Betty! Mungu nimemuuliza. Betty! Kwa nini mimi? Kwa nini mwanangu aliyeleo? Nina njaa moyoni. Sina chakula mfukoni. Upendo pekee hautoshi kumjenga mwanangu kesho. Nimekumbatia hewa baada ya kukuweka chini. Harufu yako bado mikononi, maumivu moyoni. Nikienda mbali, roho yangu inabaki hapa. Mwanangu, kila hatua ni jeraha jipya. Kama machozi yangekuwa pesa, usingekosa chochote. Kama maumivu yangekuwa nyumba, ungelala kasri. Lakini dunia ni kali, hainisikii kilio. Mwanangu, mama ana silaha ya kukupigania.